Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Tukio la taharuki limeripotiwa katika mlango wa Hormuz, njia nyeti ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta, baada ya meli ya mafuta ya Marekani iitwayo Pena Imperative kukutana na boti ndogo zenye silaha zinazodaiwa kuhusishwa na Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Tukio hilo liliripotiwa kutokea takriban maili 16 kaskazini mwa pwani ya Oman. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, boti hizo ziliwasiliana na nahodha wa meli kupitia redio, zikimtaka azime injini ili ziruhusiwe kupanda chomboni kwa ukaguzi. Hata hivyo, nahodha alikataa kutekeleza agizo hilo na akaendelea na safari, licha ya mawasiliano hayo kurudiwa mara kadhaa ndani ya muda mfupi. Baada ya mkasa huo, Stena Imperative ilipatiwa ulinzi na manowari za kijeshi za Marekani na kusindikizwa kuelekea Bahrain, ambako inatarajiwa kuwasili Februari 5 katika bandari ya Sitra. Taarifa hiyo imeibua mvutano wa kauli kati ya pande zinazohusika, wakati kampuni ya usalama wa baharini ya Uingereza, Vanguard Tech, pamoja na United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) zikisisitiza kuwa meli hiyo haikuingia katika maji ya Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimenukuu maafisa wakidai kuwa chombo hicho kilikiuka mipaka ya majini ya taifa hilo bila kibali rasmi. Tukio hili linatokea katika kipindi ambacho mvutano kati ya Washington na Tehran umeongezeka, huku Iran ikitoa onyo la uwezekano wa kufunga mlango wa Hormuz iwapo itakabiliwa na shambulio la kijeshi. Njia hiyo ni mhimili muhimu wa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani, hivyo hali yoyote ya sintofahamu katika eneo hilo huathiri moja kwa moja soko la kimataifa la nishati. Wakati huo huo, taarifa zinaeleza kuwa maafisa wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana mwishoni mwa wiki hii kwa mazungumzo ya kidiplomasia yakilenga kupunguza mvutano na kuzuia hali ya usalama kuzorota zaidi katika ukanda huo nyeti.